Tunakwenda kujifunza kwa pamoja kuhusiana na damu ya Yesu. Bwana asifiwe. Amen. Damu ni nini? Kuna mtu anaweza kana leo maana ya damu? Damu ni tishu iliyo katika hali ya kimiminika mwilini ambayo imeundwa na seli nyekundu, seli nyeupe, chembechembe pamoja na plasma. Bwana asifiwe. Kwa damu ni kimiminika ambao kipo katika mwili wa binadamu kilichokuwa na vitu vikuu vingapi? Vinne: chembechembe nyeupe, chembechembe nyekundu, chembechembe sani pamoja na plasma. Na kazi ya damu mwilini na kazi zifuatazo. Damu mwilini ina kazi ya kusafisha oksijeni kutoka sehemu kwenye mapafu kwenda sehemu mbalimbali za mwili. Lakini vile vile damu inasafirisha carbon dioxide kutoka sehemu mbalimbali za mwili kwenda kwenye mapafu. Lakini vile vile damu inasafirisha virutubisho mwilini, kwa mfano glucose, lakini vile vile damu inaondoa taka mwilini. Kwa mfano damu inasafirisha urea zinaenda kwenye figo, damu inasafirisha carbon dioxide inaenda kwenye mapafu kwa ajili ya kusafisha. Kwa damu tunaona ina kazi nyingi sana katika mwili wa binadamu. Bwana asifiwe. Lakini vile vile damu inafanya kazi ya kulinda mwili dhidi ya magonjwa. Na tukiangalia ndio maana tukasema damu imeundwa na vitu vikuu vinne: chembechembe nyeupe, chembechembe nyekundu na chembechembe sani pamoja na plasma. Kwa kumbe damu ina kazi nyingi katika mwili wa binadamu. Bwana asifiwe. Amen. Kuna uhusiano kati ya damu na maisha ya wanadamu. Bwana asifiwe. Damu inafanya kazi nyingi katika mwili wa binadamu na ndio watu kusema kumbe uwepo wa damu katika mwili wa binadamu ndio maisha yenyewe. Bwana asifiwe. Uwepo wa damu mwilini ndio maisha, unafanya mtu awepo aishi. Kwa hiyo pasipo damu ni kama damu isipokuwepo itimiza hata zile organi ambazo ziko mwilini, figo, moyo haziwezi kufanya kazi pasipo uwepo wa damu. Kwa damu inaupa nini mwili maisha. Bwana asifiwe. Tukisoma Mambo ya Walawi 17 mstari wa 11. Watu walisomea Walawi 17 mstari wa 11. Mambo ya Walawi 17:11 tutasoma kwa msaada wa Kristo. Nasema, kwa kuwa uhai wa mwili huu katika hiyo damu, nami nimewapa ninyi hiyo damu juu ya madhabahu, ili kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi zenu, kwani ni hiyo damu ifanyayo upatanisho kwa sababu ya nafsi. Bwana asifiwe. Kwa kuwa uhai wa mwili uko katika hiyo damu. Kumbe uhai wa mwili uko katika nini? Uko katika damu. Yaani damu, na ndio maana vitu vingi vinavyofanyika duniani, maagano yanayofanyika yanafanyika katika damu, kwa sababu damu ndio uhai wenyewe. Damu ndio imebeba maisha, damu ndio maisha yenyewe. Bwana asifiwe. Na ndio maana nakwambia kwa kuwa uhai wa mwili uko katika nini? Uko katika damu. Bwana asifiwe. Amen. Damu ya Yesu imechukua nafasi muhimu katika maisha ya wokovu, kwa sababu damu ya Yesu ilifanyika kama fidia kwa ajili ya kuondolewa la dhambi. Bwana asifiwe. Ukisoma Waefeso 1 mstari wa 7, Waefeso 1:7 tutasoma kwa msaada wa Kristo. Inasema, katika yeye huyo kwa damu yake tunao ukombozi wetu, masamaha ya dhambi sawasawa na wingi wa neema yake. Katika yeye huyo kwa damu yake tunao ukombozi wetu, masamaha ya dhambi sawasawa na wingi wa neema yake. Bwana asifiwe. Kumbe katika yeye huyu kwa damu yake tumefanyika nini? Masamaha ya dhambi. Kumbe damu ya Yesu ndio ambayo inatuondolea ndolo la dhambi. Damu ya Yesu ndio ambayo ililipa fidia ya ile ambayo zile dhambi ambazo tulitakiwa tupate, au inawezekana ililipa fidia ya yale vitu ambavyo tulitakiwa tuvilipie kutokana na nini? Na makosa ambayo tumetenda. Na tunajua kiuhalisia wanadamu wote ambao tumezaliwa kutokana na nini? Na Adam. Na Adam, kwa sababu Adam
alizaliwa katika alitenda dhambi na Mungu aliachilia laana juu yake. Kwa hiyo watu wote, wanadamu wote ambao tumezaliwa kupitia mwanadamu, tukiuhalisia kiagano la urithi, kiagano la kale, wote tuko chini ya sheria ya damu. Yaani wote tuko chini ya sheria ya dhambi. Kwa hiyo mwanadamu yote unapozaliwa ni kwamba unakuwa tayari huko nini? Una dhambi. Unaonekana huko umdhambi kwa sababu tule wote tumepita kwenye bloodline ya nani? Ya Adam. Bwana asifiwe. Kwa nini tunasema damu ya Yesu ni damu ya thamani? Mtu anaweza kanisaidia kwa nini tunasema damu ya Yesu ni damu ya thamani? Kwa nini tunasema damu ya Yesu ni damu ya thamani? Magoni. Kwa nini tunasema damu ya Yesu ni damu ya thamani? Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunasema damu ya Yesu ni damu ya thamani kwa sababu hailinganishwi na damu yoyote ile. Damu iwe ya wanyama, iwe ya wanadamu, hailinganishwi kwa sababu damu ya Bwana Yesu inaleta uhai. Damu ya Bwana Yesu imetukomboa, lakini pia ndio inayotufanya tuishi hadi sasa. Ndio maana ina thamani kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Asante. Damu ya Yesu ni damu ya nini? Ni damu ya thamani. Ukiangalia biolojia inapoelezea ni kwamba ili mwanadamu atokee ni lazima kuwa kuna muunganiko kati ya mwanaume na mwanamke. Yaani wanadamu wote ambao tumezaliwa tunafahamika kwamba tumezaliwa kutoka katika dhambi, kwa sababu ile damu ambayo ilipelekea muunganiko kati ya mwanaume na mwanamke, na sisi sote tumetokana na agano la Adam. Bwana asifiwe. Kwa hiyo sisi wote tumezaliwa na nini? Na dhambi. Lakini damu ya Yesu tunasema ni damu ya thamani kwa sababu Bwana Yesu alikuwa, yaani damu yake ni pure, yaani haina contamination yote ya kinini ya kibinadamu. Ndio maana Mungu alipotaka kumtoa Bwana Yesu kwa ajili ya wanadamu, aliangalia kwamba inatakiwa nitoke ili ionekane kwamba kweli imefanyika ondoleo la dhambi. Ni lazima ile mtu ambaye nitamtoa ile kitu ambayo itatoka kwa ajili ya kufidia zile dhambi ambazo wanadamu wamefanyika nazo, inabidi hiyo haina nini? Haina uchafu wote, haina makosa yote, yaani ni damu ambayo ni pure. Bwana asifiwe. Na ndio maana tunasema Yesu alizaliwa kwa nini? Kwa kupitia uwezo wa nini? Wa Roho Mtakatifu. Na ndio maana hata Yesu alipokufa, kwa sababu tunasema hivi kwamba Yesu alipokufa ndio lilifanyika ondoleo la dhambi kwa ajili yetu. Bwana asifiwe. Lakini ingekuwa kama ni mwanadamu alikufa, wanadamu wote tayari ni wenye dhambi, si ndio? Kwa hiyo hatuwezi kusema hivi kwamba mimi nikafa kwa ajili ya wanadamu wenzangu na mimi tayari nifanye ni dhambi. Lakini kwa sababu Bwana Yesu alikuwa ni mtu ambaye hana dhambi, alizaliwa kwa uwezo, yaani ni damu pure kutoka damu ya Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo Yesu alipokufa kwa sababu tunajua aliuawa, si ndio? Aliuawa inamaanisha kwamba aliuawa mtu asiye na hatia. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kama aliuawa ni mtu ambaye asiye na hatia, damu yake ilienda kulia nini? Mbinguni. Kwa mfano ukiangalia kwamba Abel alipomuua Abel, kwa sababu alimuua mtu asiye na hatia, damu inakwambia damu ilinena kwa Mungu nikaenda kulia, si ndio? Kwa hiyo damu inachoongea, damu yote ambayo haina hatia ikinena kitu chochote kinatokea katika nini? Katika maisha. Bwana asifiwe. Na ndio maana Bwana Yesu alipokufa, Bwana Yesu alipouawa, damu yake inamaanisha kwa sababu ni mtu ambaye alikuwa hana hatia, hana contamination yoyote, ina maana damu yake ilienda kalia na nani? Mbele za Mungu, si ndio? Na maana damu yake kulia mbele za Mungu ilitakiwa sasa ifanyike fidia, kwa maana kwamba sasa kama damu ya Yesu ambaye hana hatia amekwenda kuuawa, Bwana asifiwe, inamaanisha ile damu ilitakiwa ifanyike kama fidia kwa ajili ya kucompensate zile makosa ambazo wanadamu ambao wamefanya tumeyatenda. Bwana asifiwe. Kwa maana damu ya Yesu ni damu ambayo ilikuwa haina hatia, ni damu ambayo ilikuwa iko pure kutoka kwa Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Soma Warumi 5 mstari wa 12 mpaka 13. Warumi 5:12 mpaka 13 tutasoma kwa msaada wa Kristo. Nasema, kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Maana kabla ya sheria dhambi ilikuwamo ulimwenguni, lakini dhambi haihesabiwi isipokuwa sheria.
Kwa kumbe wanadamu wote tumezaliwa katika damu kutokana na makosa ambayo alifanya Adam. Bwana asifiwe. Lakini damu ya Yesu ilivyokuja, kwa sababu ilikuwa ni damu ambayo ilikuwa ni pure, haina contamination yote, ilikuja kwa ajili ya kukompensate yale makosa. Na ndio maana mpaka leo unaweza kuwa umetenda kosa, shetani anakuwa anakuletea kama una feel guilt ndani ya moyo wako kwamba kuna makosa ambayo umefanya. Lakini ukiwa unajua nguvu iliyopo katika damu ya Yesu, utakumbuka kwamba Yesu kumbe alikufa kwa ajili ya dhambi zangu. Kumbe Yesu damu yake ilimwagika kwa ajili ya ondoleo la dhambi zangu. Kwa kumbe shetani hana mamlaka tena kwa ajili nini? Kwa ajili ya maisha yangu. Kwa kumbe ukijua nguvu iliyopo katika damu ya Yesu, una uwezo wa kusimama kwamba kweli mimi hapa nimezaliwa katika hali ya kibinadamu na ni dhambi kwa hali ya nini? Kwa kisheria kutokana na Adamu. Lakini damu ya Yesu ilivyotokea imemwagika pale msalabani, ilifanya fidia. Na damu ya Yesu kwa sababu ilikuwa haina kosa lolote, point means hamna deni, hamna fidia ambayo isingeweza kulipwa na damu ya Yesu. Bwana asifiwe. Kwa wakati wote unapotokea kwenye maisha yako, unaweza kukuta kuna wakati kuna shetani anapo nguvu za kipepo zinapokuja katika maisha yako. Inawezekana shetani anakwambia ndani ya moyo wako, wewe umezaliwa katika familia ambayo hautakiwi kuendelea kwa sababu kutokana na mababu zako, maagano yaliyofanya mababu zako, wewe hautakiwi kufanikiwa. Lakini ukikumbuka kwamba mimi kweli, inawezekana kweli mimi ninastahili kufanikiwa, inawezekana mimi kweli sistahili kuendelea mbele kiroho, lakini nikikumbuka kwamba kumbe damu ya Yesu ilivyokuja ilivyomwagika kwa ajili ya dhambi zetu, ilikwenda kusababisha kufanya fidia ya yale yote ambayo yatakiwa yatupate. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tukitambua nguvu iliyopo katika damu ya Yesu, ukitambua nguvu iliyopo katika damu ya Yesu, hakuna kitu ambacho kinaweza kikasimama katika maisha yako na ukaweza ukashindwa kufanyaje kukisimamisha. Bwana, katika maombi tukiomba kwamba kila chochote kinachotokea katika maisha, hebu tuite damu ya Yesu, kwa sababu damu ya Yesu ni damu ambayo inakwenda kuondoa ondoleo la dhambi. Damu ya Yesu ni damu ambayo inaachilia neema kwa bali ya maisha yetu. Yaani damu ambayo huwezi ukafananisha na damu ya ng'ombe, huwezi ukafananisha na damu ya kondoo, huwezi ukafananisha na damu ya mwanadamu. Bwana asifiwe. Damu ya Yesu ilikwenda kufanya agano ambalo ni la milele. Damu ya Yesu ilikwenda kufanya agano ambalo haliwezi kuzuiliwa na mtu yote. Bwana asifiwe. Kwa kuwa tunatakiwa tutambue nguvu iliyopo katika damu ya Yesu. Kwa hiyo chochote tunachopitia katika maisha yetu, tunatakiwa tutambue kwamba damu ya Yesu ilikwenda kulipa pale. Tunatakiwa tutambue kwamba damu ya Yesu ilikwenda kulipa fidia. Mimi sistahili kusimama katika hatua hii nilionayo. Mimi sistahili kuishi katika maisha yanayoishi kwa sababu damu ya Yesu ilikwenda kulipa fidia katika yote. Bwana asifiwe. Amen. Lakini vile vile damu ya Yesu inatuletea uhusiano wa karibu na Mungu. Kusoma Yohana 5 mstari wa 56. Yohana 5 mstari wa 56. Tusome kwa msaada wa Kristo. Yohana 5 mstari wa 6. Yohana mtakatifu. Yohana 5:6 ndasoma. Yesu alipomwona huyu amelala, mstari wa 56. 5:56. Tusome vile damu ya Yesu inatuletea ukombozi wa milele. Bwana asifiwe. Fungua Waebrania 9 mstari wa 12. Waebrania 9:12 nitasoma kwa msaada wa Kristo. Wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu katika patakatifu, akiisha kupata ukombozi wa milele. Wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu katika patakatifu, akiisha kupata ukombozi wa milele. Anasifiwe. Kwa kuwa damu ya Yesu inatuletea ukombozi wa milele. Damu ya Yesu ilivyomwagika ilikwenda kuachilia neema, ilikwenda kuachilia baraka ambazo ni za milele, haziwezi kugeuzwa. Bwana asifiwe. Ingekuwa mfano ni damu ya mbuzi, damu ya kondoo, mimi tulikuwa tunatenda dhambi, unapeleka mbuzi, unatubu inaisha. Ukifanya tena leo dhambi, unapeleka mbuzi mwingine, unapeleka kondoo hivyo. Lakini damu ya Yesu ilikwenda kufanya upatanisho ule wa milele. Bwana asifiwe. Yaani damu ya Yesu ilivyomwagika ilikwenda kuachilia neema, ilikwenda kuachilia baraka kwa bali ya maisha yetu
yetu, kwa habari ya maisha yetu milele na milele. Bwana asifiwe. Kwa kumbe ni sisi tu kutambua nguvu ile, ni wajibu wetu sisi kutambua tu nguvu iliyopo katika damu ya Yesu. Haiwezekani kuna vitu unavipitia kwenye maisha, inawezekana kuna mambo ambayo unapitia kwenye maisha, lakini ukitambua nguvu iliyopo katika damu ya Yesu, kama damu ya Yesu ilikwenda kufanya upatanisho, ulikwenda kuachilia agano la maisha ambalo sisi tungeweza kusimama katika hilo kwa milele. Bwana asifiwe. Kumbe damu ya Yesu imekwenda kufanya kuachilia ule ukombozi ambao ni wa moja kwa moja. Bwana asifiwe. Amen. Kwa tunatakiwa tuendelee kutambua nguvu iliyopo katika damu ya Yesu. Chochote unachokipitia, tambua damu ya Yesu ina nguvu. Na ndio maana watu tunaimba damu ya Yesu inanena mema. Damu ya Yesu ina nguvu. Hatusemi damu ya kondoo, hatusemi damu ya mwanadamu, kwa sababu ni damu ambazo tayari ziko katika mfumo wa dhambi. Lakini damu ya Yesu ni damu ambayo iko pure, ni damu ambayo haina contamination yote. Kwa hiyo ukitumia damu ya Yesu katika hatua yote ya maisha yako, na maana kila kitu kinakwenda kutokea, kwa sababu yenyewe inasema damu ya Yesu ilipomwagika ilifanya ukombozi ambao ni wa milele. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tunatakiwa tutambue nguvu iliyopo katika damu ya Yesu. Tutumie damu ya Yesu katika kufungua milango ambayo imefungwa. Tutumie damu ya Yesu katika kuachilia neema juu ya maisha yetu. Yaani haiwezekani kwenye biashara, biashara unafanya hazienda, lakini ukitambua mbona damu ya Yesu ilisema kwamba kila kitu kikienda kulipa fidia. Yaani hakuna gharama ambayo haiwezi kulipwa na damu ya Yesu. Kwa sababu ile damu ya Yesu ni kwamba ni damu iliyomwagika, ilikuwa haina tena. Kwa kumbe hakuna kitu ambacho hakitoweza kulipwa kwa damu ya Yesu. Hakitoweza kulipwa kutokana na damu ya Yesu. Maana sio. Kwa kumbe ni kila kitu. Damu ya Yesu ilipokwenda kumwagika ilifanya compensation ya kila kitu kwenye maisha yetu. Maana sio. Kwa kumbe hamna kitu ambacho unaweza kusema hiki hakiwezekani. Kila jambo linawezekana kwa sababu damu ya Yesu ilipokwenda kumwagika ilienda kufanya fidia ya kila kitu katika maisha yetu. Maana sio. Kwa damu ya Yesu ni nguvu. Damu ya Yesu inatupa sisi uwezo wa kusimama. Damu ya Yesu inatufanya kila chochote. Ndio maana unapoomba naambia Mungu, ninahitaji damu yako. Tunamimina damu yako katika madhabahu hii kwa sababu tunatambua nguvu iliyopo katika damu ya Yesu. Na mimina damu ya Yesu katika biashara. Tunamimina damu ya Yesu katika kila hatua ya maisha yetu. Bwana asifiwe. Kwa kumbe damu ya Yesu ni nguvu. Damu ya Yesu inatupa upatanisho. Damu ya Yesu ni nguvu na inaachilia neema ya sisi kuendelea kutembea pamoja na Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tunatakiwa tuendelee kutambua damu ya Yesu. Mimi nimekuwa sasa ndio nimejifunza kumbe ukifuatilia watumishi mbalimbali wameelezea kwa upana damu ya Yesu. Damu ya Yesu, mtu ameelezea damu ya Yesu. Damu ya Yesu kutokana na damu ya Yesu iliyomwagika kwenye mkono ilimaanisha kitu gani katika maisha yetu? Damu ya Yesu iliyomwagika kichwani ilipelekea kitu gani kwenye maisha yetu? Kwa kumbe tunataka uendelee kupata mafundisho mbalimbali. Kuna watumishi mbalimbali ambao sana waongelea nini kuhusu damu ya Yesu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tunataka tuendelee kutafuta kujua nguvu iliyopo katika damu ya Yesu. Tunataka tuendelee kutafuta kujua kila kitu kilichopo kutokana na nini? Na damu ya Yesu. Inatupa mamlaka dhidi ya shetani. Bwana asifiwe. Ufunuo 12 mstari wa 11. Ufunuo 12:11 tutasoma kwa msaada wa Kristo. Nao wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Ndio maana ya pili. Nao wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Nao wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo. Kumbe tulishafanyika washindi kwa ajili ya kwa damu ya mwanakondoo. Kwa sababu the moment Yesu damu yake iliyomwagika, kumbuka shetani ndio aliye play party katika kuhakikisha Yesu anafanyaje? Amekufa. Yesu amemwaga damu yake. Bwana asifiwe. Kwa kumbe shetani tayari akawa ameshaonekana kwamba amemwaga damu sio na hatia. Kwa kupitia ile pale, kwa sababu ameshaonekana ametenda dhambi au tumeshapata kabisa mshtakiwa. Yaani ni kama sisi ni mshtaki wetu, kwa maana kwamba ikitokea kitu chochote katika maisha yetu shetani anakuletea anakuja accuse kwenye maisha yako kwamba hutakiwi kuendelea au hutakiwi kusimama katika kumjua Mungu. Lakini wewe unakaa unakumbuka kwamba wewe shetani ndio ambaye ulimuua Yesu na ukasababisha damu yake imani ikamwagika. Lakini kutokana na kile ambacho shetani alikifanya, ina maana damu ya Yesu ilikwenda kunena na kulia mbele za Mungu na ikafanyika nini? Ikatakiwa ifanyike fidia kwa ajili ya kukompensate yale yote ambayo ni shetani alikuwa afanyaje? Ameachilia katika maisha yetu. Bwana sio. Kwa kumbe katika maisha yetu tunatakiwa tuendelee shetani kitokea anakukumbusha kwa habari yote ya matatizo ambayo yanatokea katika maisha yetu au kwa habari ya dhambi, unatakiwa usimame kwa imani kwamba sisi tulishakushinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la nini? Na kwa neno la ushuhuda. Bwana asifiwe. Kwa kumbe shetani yeye muda wote huaga anakuaga hajui kama hajui, anatambua kwamba huyu mtu hajui nguvu iliyopo katika damu ya Yesu. Hajui kwamba
Nguvu iliyopo katika damu ya Yesu ni kwamba tayari yeye tulishamshinda kwa nini? Kwa damu ya mwana kondoo. Kwa kumbe tusipokuwa tuna knowledge ya kujiusi juu ya damu ya Yesu, unaweza ukakuta shetani anakuonea, shetani anakutesa, lakini kumbe ukitambua kwamba sisi kumbe tuna mamlaka ya kumshinda shetani kwa sababu ya damu ya Yesu ambayo ilimwagika kwa ajili yetu. Bwana Yesu. Kwa kumbe tukitambua nguvu iliyopo katika damu ya Yesu, hata shetani kutuonea anaweza kaacha. Bwana Yesu. Kwa kumbe tunatakiwa tuendelee kumtafuta Mungu, tuendelee kutafuta neno na nguvu iliyopo katika damu ya Yesu. Kitu chochote kinachotokea katika maisha yetu, unajua kwamba damu ya Yesu ilikwenda kufidia hiki kitu. Mimi sio maskini, mimi siwezi kurudi nyuma, mimi sio mtu ambaye nitakuwa siendelee kila siku, mimi sio mtu ambaye nitakuwa siwezi kusimama katika kumjua Mungu. Bwana sio. Kwa kumbe shetani anatumia kule kutokujua kwetu au kutokufahamu kwetu kuhusiana na nguvu iliyopo katika damu ya Yesu katika kama njia ya kutuonea. Kwa tunatakiwa sisi tuendelee kumtafuta Mungu, tuendelee kujaribu kujifunza neno la Mungu mbalimbali ili tupate kujua kwamba hivi hapa shetani akiniletea kitu hiki na hiki, mimi naweza nikasimama na mstari kama huu. Mimi imeandikwa kwamba tumeshamshinda shetani kwa nguvu kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la nini? La ushuhuda. Kwa shetani mwenyewe anakopo hana nini? Anatia kwa sababu neno la Mungu ni nini? Ni hai. Kwa kama neno la Mungu li hai na wewe umelitoa kwenye Biblia kwamba tumeshamshinda shetani kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda. Ukishamwambia maana naye hana nguvu. Bwana Yesu. Kwa kumbe nguvu iliyopo katika damu ya Yesu ni kubwa. Bwana Yesu. Tunatakiwa tutumie damu ya Yesu. Tutumie damu ya Yesu kwenye maombi. Tuendelee kuomba Mungu damu ya Yesu ikazidi kunena mema juu ya madhabahu yetu ya salvation. Damu ya Yesu ikanene mema kwa habari ya utumishi wetu. Damu ya Yesu ikanene mema kwa habari ya huduma hii ikazidi kukua. Bwana siwe. Nguvu iliyopo kwenye damu ya Yesu, yani maana haiwezi kulinganishwa na nguvu yoyote. Bwana siwe. Yani damu ya Yesu ilishalipa kila kitu. Damu ya Yesu ilishafanya compensation ya kila kitu katika maisha yetu. Ni sisi tu kutambua ile nafasi ambayo Mungu ametupa katika maisha yetu. Ni sisi tu ile kutambua nguvu iliyopo katika damu ya Yesu na kuitumia kama inavyotakiwa. Bwana asifiwe. Amen. Nakumbuka baba kuna siku alifundisha nadhani kuhusu damu ya Yesu. Akaelezea kwamba ile damu ya Yesu ilimwagika, kulikuwa kuna damu ambayo ilimwagika kutoka mikononi, kuna damu iliyomwagika kutoka ubavuni, amen. Kuna damu ambayo ilimwagika kutoka miguuni na kichwani. Bwana Yesu, na kila eneo ambapo damu ilimwagika ilikuwa ina maana katika maisha yetu. Bwana Yesu, kila eneo ambapo damu ya Yesu ilikuwa kumwagika ilikuwa ina impact kubwa ambayo ingeweza kutokea katika maisha yetu. Ni sisi tu kutambua. Bwana Yesu. Kwa mfano kama tuseme ile damu iliyomwagika katika mikono, tulifundishwa kwamba ni damu ambayo ilikuwa inaachilia au inamaanisha nini katika maisha yetu. Nani anaweza kanijibu? Damu ambayo ilimwagika katika viganja vya mikono ilikuwa ina impact gani katika maisha ya binadamu? Nani anaweza kuwa anajibu? Kumbe woga tusikilize. Alifundisha kabisa mtumishi na mimi nakumbuka niliandika kwamba damu ya Yesu ilimwagika katika maeneo matano na kila eneo ambapo damu ilienda kumwagika ilikuwa ina impact, ina maana katika maisha yetu ya sasa hivi. Sasa nataka nikunijue tunakumbuka ile damu iliyomwagika katika mikono ilikuwa inamaanisha nini? Nani anaweza kuwa anajibu? Karibu. Damu iliyomwagika mkononi ilikuwa ni ishara ya ukombozi wa kazi za mikono yetu. Amen, makofi. Damu iliyomwagika mikononi ilikuwa ni ishara ya ukombozi wa mikono yetu. Bwana asifiwe. Kwa kumbe ukombozi wa mikono yetu kwamba tunafanya vitu gani kwenye maisha yetu? Unafanya biashara unatumia mikono. Unafanya chochote unatumia mikono. Kumbe unatakiwa kujua kwamba kumbe kweli kuna nguvu katika nini damu ya Yesu. Kumbe mikono yangu mimi tayari ni mikono ilishabarikiwa. Ile damu ambayo inaenda kumwagika pale msalabani katika mikono ilishafanya ukombozi kwa habari ya kazi za mikono zangu. Bwana Yesu. Kwa kumbe biashara zangu nafanya, nimeajiliwa, ni mikono natumia. Kwa kumbe ile damu ya Yesu iliyomwagika mikononi ilikwenda kufanya nini? Ukombozi kwa habari ya biashara mikono. Kwa nini unahangaika? Kwa nini tunahangaika? Bwana Yesu. Tunatakiwa tutambue nguvu iliyopo katika damu ya Yesu. Mungu, damu yako iliyomwagika pale mikononi ilikusema kwamba ilienda kufanya ukombozi kwa habari ya kazi za mikono yangu, kilimo changu, biashara zangu. Bwana Yesu. Yaani tutambue nguvu iliyopo katika damu ya Yesu. Bwana Yesu. Omba Mungu, mwambie Mungu, kumbe damu ile iliyomwagika katika mikono ilikwenda kuachilia ukombozi kwa habari ya mikono yangu. Kitu chochote ninachokigusa kitakuwa ni baraka. Kitu chochote ninachokifanya kifanyike baraka kwa habari ya maisha yangu. Ukishakuwa na nguvu hiyo, sasa shetani anakosa hata nguvu ya kusema atapata nguvu ya kukuzuia kwa habari ya maisha ya mafanikio. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tunatakiwa tuendelee kutambua, kujifunza nguvu iliyopo katika damu ya Yesu. Bwana asifiwe. Nguvu damu iliyomwagika katika mikono ilikwenda kuachilia ukombozi kwa habari ya kazi za mikono yetu. Bwana asifiwe. Mungu wetu ni mwaminifu.
Mungu alipomtoa Bwana Yesu baada ya Yesu kufa, alikuwa anajua kwamba ni nini kitakuja kutokea kwa habari ya maisha yetu. Na ndio maana kila kitu kilichotokea kwa habari ya Yesu ilikuwa ni kusudi la Mungu. Unaweza kusema kwamba kweli Yesu Mungu alikubali kwamba mwanae wa pekee apotee, lakini kumbuka alikuwa Mungu alifanya kwa makusudi yake. Bwana Yesu. Kwa kila kitu kilitokea ni kwa sababu ya makusudi na kwa sababu ya ukombozi wetu sisi. Bwana Yesu. Kwa kumbe sisi tumefanyika wana, tumepata ukombozi kwa habari ya mikono yetu kutokana na damu ya Yesu iliyomwagika mikononi. Bwana Yesu. So whenever unapo pray, unamwomba Mungu, Mungu naomba ubariki biashara zangu. Mungu naomba ubariki chochote nilichokigusa kifanyike baraka, kwa sababu damu yako iliyomwagika kwa habari ya mikono ilitoa fidia, ilifanyika fidia ya mimi ukombozi wa mikono yangu. Bwana Yesu. Kwa kumbe hata kuna wakati unapofanya kitu unatakiwa uiombee mikono yako. Bwana Yesu. Mungu ninabariki mikono hii kwa sababu ulisema kwamba damu yako ilipomwagika kwa habari ya viganja vya mikono ya Yesu iliyomwagika ilikwenda kufanya fidia kwa habari ya kazi za mikono yangu. Bwana Yesu. Amen. Okay, sehemu ya pili ambapo damu ilimwagika ni mbavu. Kwenye mbavu alipochoma mkuki ubavuni. Okay, hii ilimaanisha ishara ipi katika maisha yetu? Yote haya baba alishawahi kufundisha. Ile damu iliyomwagika kwenye ubavu. Bwana asifiwe. Nani anakumbuka ile damu iliyomwagika ubavuni ilikuwa ina ishara gani kwa habari ya maisha yetu? Baba amefundisha nadhani mwaka huu, hata sidhani kama miezi mitatu imepita. Bwana Yesu asifiwe. Ile damu iliyomwagika kwa upande wa babu ilikuwa na kufanya ukombozi kwa habari ya uzao wa mwanamke, kwa habari ya uzao wetu. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe unakumbuka kwamba kumbe damu ya Yesu ilivyomwagika msalabani ilikwenda kufanya ukombozi kwa habari ya uzao wangu. Ukimaanisha habari ya uzao, inamaanisha wale watu ambao watatoka, watu wote ambao watatoka katika ubavu wako, wote wanatakiwa wafanyike baraka kwa habari ya maisha yako. Kwa mfano watoto wanakuwa katika maisha ambayo unaona kama mtoto huyu mbona Simoni kama anakwenda kuja kuwa vizuri kwenye maisha yake. Unatakiwa kumbuka kwamba damu ya Yesu kumbe ilivyomwagika ilitenda kuachilia ukombozi kwa habari ya nini? Ya uzao wangu. Ninakwenda kubariki uzao wangu kwa damu ya Yesu, kwa sababu damu ya Yesu ilivyoenda kumwagika ilikwenda kuachilia ukombozi kwa habari ya nini? Ya uzao wangu. Bwana Yesu asifiwe. Mtoto anaumwa, mtoto amezidiwa, mtoto labda unaona watoto wako, labda kuna mama ambaye una watoto ambao ni wakubwa, lakini unaona watoto hawana mwelekeo wa maisha, kazi haziendi, hawapati kazi, hawafanyi. Unatakiwa ukumbuke, utambue nguvu iliyopo katika damu ya Yesu. Damu ya Yesu ile mwagika ubazuni ilikwenda kuachilia ukombozi kwa habari ya nini? Ya uzao wetu. Unaomba Mungu, Mungu, mimi nasimama kwa sababu umesema damu ya Yesu ilivyomwagika kwa upande wa babu ilikwenda kuachilia ukombozi kwa habari ya uzao wangu. Mungu, ninaukomboa uzao wangu. Haijalishi una watoto, haijalishi bado hujapata watoto, unakwenda kuachilia tu, unaomba nguvu ya damu ya Yesu iende kuachilia ukombozi kwa habari ya uzao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini sehemu ya tatu ambapo damu ilimwagika ilikuwa ni miguuni, kwenye miguu. Hii iliashiria kitu gani kwa habari ya maisha yetu? Sehemu ya tatu ambapo damu ilimwagika ilikuwa ni kwenye miguu. Karibu mwana. Damu iliyomwagika miguuni ilikuwa ni ishara ya ukombozi wa hatua zetu. Amen. Damu iliyoenda kumwagika miguuni ilikuwa ni ukombozi wa nini? Wa hatua zetu au umiliki wa ardhi, kwa sababu kila tunapotembea tunakanyaga kwenye ardhi. Juu ya umiliki wa nini? Ukombozi, juu ya umiliki wa ardhi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kumbe ardhi iko chini yetu. Bwana Yesu asifiwe. Damu ya Yesu ilienda kumwagika miguuni iliachilia ukombozi juu ya umiliki wa nini? Ukombozi wa hatua zetu pamoja na umiliki wa nini? Wa ardhi. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe ardhi tunaimiliki. Damu ya Yesu iliyomwagika ilifanya fidia ya sisi kukomboa nini? Kukombolewa juu ya umiliki wa ardhi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kumbe vitu vingi kwenye maisha tunavyo, vitu vingi kwenye maisha tunavyo, tu ni kwa sababu hatujapata nafasi ya kujua nguvu iliyopo katika damu ya Yesu. Kuna mambo mengine yatokee katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe tutakuwa tukipata kutambua nguvu iliyopo katika damu ya Yesu kupitia damu iliyomwagika katika miguu. Kumbe tumeshapata ukombozi katika umiliki wa ardhi. Tumepata ukombozi juu ya hatua zetu za kimaisha. Ni hatua gani ambayo unapitia kwenye maisha yetu? Unapitia vitu vigani? Kila hatua unayotembea kwenye maisha yako unasema, Mungu, wewe ulisema kwamba damu ya Yesu iliyomwagika katika nini? Katika miguu ya Yesu ilikwenda kuachilia ukombozi juu ya hatua zetu, juu ya umiliki wa ardhi. Bwana Yesu. Kwa kumbe damu ya Yesu ilikuwa ina impact kubwa kwa habari ya maisha yetu. Ilikuwa ina maana kubwa kwa habari ya ukombozi wa kifikra, ukombozi wa umiliki wa ardhi.
Tunatakiwa tutambue kwamba damu ya Yesu ni damu yenye nguvu, ni damu ambayo ilikwenda kuachilia fidia ya kila kitu ambacho sisi tunaamini kwamba yawezekana tuwezi kukipata. Lakini kumbe ukishajua tu, shetani ni mjanja, anatuzuia sisi kujua vitu ambavyo vinaweza kutuletea impact kwenye maisha yetu. Anazidi kutuzuia. Yesu iliyomwagika kwa upande wa kichwa alipovalishwa taji ya mimba ilikuwa ina maana gani? Karibu Mama Mathias. Ilikuwa ni ishara ya kukomboa fahamu zetu. Amen. Damu ya Yesu iliyomwagika kwa upande wa kichwa ilikuwa ni ishara ya ukombozi wa fikra zetu na fahamu zetu. Kwenye fikra ndo kila kitu kinapoanzia. Kwenye fikra, kwenye mawazo yetu, kwenye fahamu zetu ndipo kila kitu kinapoanzia. Kwa kumbe mtu hamna kitu ambacho kibaya kama kufungwa kwenye maisha kama ukifungwa fikra. Bwana Yesu asifiwe. Kufungwa fikra means kwamba huwezi ukababadua vitu ambavyo vinatakiwa viende kwenye maisha yako. Unaweza kuona vitu vingine haviendi, lakini kwa sababu umefungwa kifahamu, umefungwa kifikra, unaweza usijue. Lakini kumbe damu ya Yesu ilipokwenda kumwagika, ilikwenda kuachilia ukombozi juu ya fikra zetu. Kwa kumbe unatakiwa ujiombee. Sometimes tunajiomba, Mungu, ninazidi kuzikomboa fikra zangu, zikapate kufikiri yaliyo mapenzi yako. Fikra zangu na mawazo yangu yakawa yakanene mema, yakawaze mambo yaliyo mema juu ya maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kumbe damu ya Yesu ilipomwagika ilikuwa ina impact kubwa katika maisha yetu. Ni kwamba tu kwa sababu tunakuwa hatujui, wakati tunakuwa hatujajifunza nguvu iliyopo katika damu ya Yesu. Kuna vitu vinatokea katika maisha yetu na hatuwezi kuwa na neno la kuongea kwa sababu hatuna kitu cha kusimamia. Bwana Yesu asifiwe. Naomba Mungu atusaidie tuendelee kujifunza, kuzidi kujua vitu ambavyo kwenye maisha yetu. Kuna wakati mwingine mtu unakuja kugundua kumbe mimi nimechelewa kujua vitu fulani. Kumbe kwenye Biblia hiki kitu kipo. Kumbe kwenye Biblia kuna ukombozi wa juu ya umiliki wa ardhi. Kumbe kwenye Biblia kuna ukombozi juu ya mawazo na fikra mbaya. Kumbe kwenye Biblia kuna ukombozi juu ya kazi za mikono yangu. Unakuta mtu umechelewa kujua katika maisha yako, lakini the moment unakuja kujua kwamba mimi sitakiwi kurudi nyuma. Mimi sitakiwi kuwa maskini. Mimi sitakiwi kufungwa kifikra. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nguvu ya damu ya Yesu tukiitambua katika maisha yetu itakuja kuleta matokeo makubwa katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Tuendelee kumwomba Mungu, tuendelee kuomba kusimama katika kumjua Mungu, tuendelee kusoma neno, tuendelee kujaribu kujifunza kutoka kwa watumishi mbalimbali. Tumwombe Mungu azidi kufungua fikra zetu, tumwombe Mungu azidi kuachilia neema ya sisi kuzidi kumjua yeye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa hizi nakaribisha kama kuna maswali au discussion yoyote, kama kuna mtu na mada yoyote ambayo inahusiana aidha kuhusu damu ya Yesu au ni namna nyingine yoyote, nakaribisha. Bwana Yesu asifiwe. Maombi tunaipata kwa kusoma neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe damu ya Yesu sio kwamba hapa tutaipata physically, utapita mahali ukiwa una imani kwamba damu ya Yesu ipo na inaishi. Na ndio maana kwamba damu ya Yesu ilifanya agano ambalo ni la milele. Damu ya Yesu ilipomwagika, haikumwagika pale kwa maana kwamba ilikwenda kuachilia labda ukombozi kwa habari ya maisha au ukombozi kwa habari ya aidha umiliki wa ardhi au umiliki kwa muda ule, lakini yenyewe ilifanya ukombozi kwa milele kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kumbe ile ni agano ambalo lilikuwa ni agano la moja kwa moja, ni agano la milele. Ni kitendo tu cha sisi kutambua nguvu iliyopo kwenye damu ya Yesu kwa njia ya maombi, kwa njia ya kusoma neno la Mungu, kwa njia ya kumtolea Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Damu ya Yesu inafanya kazi leo hata milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kumbe damu ya Yesu sio kwamba baba tutamimina. Yaani damu ya Yesu sio kama damu ya njiwa, sio kama damu ya kuku, sio kama damu ya Mathias. Bwana Yesu asifiwe. Ile ni damu ambayo ilikuwa ni pure. Ni damu ambayo ilikuwa haina contamination yoyote. Ni damu ambayo ilisema kwamba nikifuta, yani imefuta kila kitu kwenye maisha yetu. Kwa hamna jambo ambalo unaweza kusema kwamba hiki kitu siwezi kusamehewa, hiki kitu siwezi kufanya, kwa sababu damu ya Yesu nakwambia ilifanya overpayment, ilienda kulipa yani zaidi hata ufanye kitu gani. Kwa sababu ukitambua nguvu ile katika damu ya Yesu, ewe shetani unatambua kwamba shetani kumbe hana mamlaka juu ya umiliki wako wa ardhi. Shetani kumbe hana mamlaka juu ya biashara yako. Ukimtambua hiyo kwamba shetani kumbe damu ya Yesu iliyokwenda kumwagika ilifanya fidia ya kila kitu katika maisha. Kwa kumbe shetani wewe huna mamlaka. Bwana Yesu asifiwe. Shetani naye anasikia na anatambua kwamba huyu mtu kumbe ana nguvu, anajua damu, anajua nguvu iliyopo juu ya damu ya Yesu. Fikra zake zimefunguliwa, ametambua nguvu iliyopo katika damu ya Yesu. Mikono yake anajua kwamba mikono yake imebarikiwa. Kwa maana kama mikono yake ilibarikiwa kutokana na damu iliyowekwa katika mikono, kumbe biashara yako tayari imefanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Damu iliyowekwa katika ardhi ilikwenda kufanya ukombozi juu ya hatua zetu, juu ya umiliki wa ardhi. Kwa nini usimiliki ardhi?
ni kitendo tu cha sisi kutambua nguvu iliyopo katika damu ya Yesu. Kumbe ukishakuwa unajua, ukishakuwa unafahamu, hata shetani naye anakuwa hana hata nguvu ya kuweza kusimama kwenye maisha yetu. Bwana asifiwe. Amen. Mtu mwingine mwenye swali? Karibu. Naomba niulize swali lingine hapa kwa ajili ya msaada wangu binafsi na kwa wengine. Je, kwa kuwa damu ya Yesu tumeambiwa ipo, naweza nikaomba kwa njia ya maombi. Je, naweza nikareplace, mfano nikaomba nikachukua maji. Nikasema damu ya Yesu kwa kuwa napatikana kwenye maombi, sete. Nimimina kwenye haya maji yabadilike kuwa damu. Je, inawezekana? Na nitajuaje kama kweli imekuwa? Yesu asifiwe. Mtumishi Matesa anasema kwamba je, anaweza akachukua either ni maji au hata akachukua labda damu ya kuku akashumu kama ni damu ya Yesu akaimimina mahali, si ndio? Na ikaonekana kama kweli yani inaweza, unatuliza kama inawezekana hicho kitu na kweli katenda, na utajuaje kama imekuwa? Bwana Yesu asifiwe. Nani anaweza akajibu? Susi. Kwa sababu imani ni hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Of course damu ya Yesu haionekani. Hata tunaposema meza ya Bwana tunashukuru kwa sababu tunachukua ile na nili, tunashukuru, tunaifanya kuwa damu. Kwa ni kuamini, haijalishi unachukua maji, unaombea, imani yako na ufahamu wako elekeze kwenye damu ya Yesu, isiwe kwenye maji tena ambayo unayatumia kila siku nyumbani kwako. Kwa ufahamu wako uelekeze kwamba hii siyo maji tena, hii ni damu. Kwa hiyo kielekeza huko itafanya yale ambayo yote Mungu aliyakusudia na yale ambayo unayahitaji ukitumia kama damu ya Yesu. Kwa sababu imani ni hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana mambo yasiyoonekana. Ni kitu kisichoonekana lakini unaamini kupitia haya maji na yageuza yakawe damu. Na yakatende kazi sawa na vile ambavyo ninahitaji, aidha ninahitaji na kitu fulani. Amen. Kwa kumbe tunaweza kwa njia ya imani unaweza ukageuza kitu chochote. Na yani imani unakuwa kama hivyo depend kama imani ni kuwa na uhakika kwa mambo yatarajiwayo, ni baada ya mambo yasiyoonekana. Baki kitu hakionekana lakini ni uwezo wa kitu ambacho kufanya hakionekana. Kwa kumbe wewe ukiamini kwamba haya maji, ninaamini kwamba hii ni damu ya Yesu na naweza katenda kitu katika maisha yako, ni kweli inaweza katokea kwa sababu umeamini. Ndio pale tunarudi kwenye somo la imani. Yaani imani inaweza ikafanya vitu ambavyo hata Mungu hata alikuwa hawezi kukifanya au alikuwa hafikiri kufanya, lakini kwa sababu wewe imani yako iliamini kwamba Mungu anaweza katenda jambo, kweli Mungu akatokea. Na watu tukajifunza ile siku yule mama alisema kwamba yeye akishika pindo la vazi la Yesu atapona. Lakini kiuhalisia kushika pindo la vazi la Yesu sio kwamba ni kupona. Unaweza ukashika na usipone, lakini kutokana na nini? Na imani. Kwa kumbe imani ndio ambayo itakujengea wewe confidence ya kuamini kwamba kumbe nikimimina haya maji na nikashumu hii ni damu ya Yesu, kinaweza kikatokea katika maisha yetu. Na sio kinaweza kikatenda kazi katika maisha yangu. Na sio kwamba eti kwamba ukiamini kwamba nimemimina sasa damu ya Yesu kwenye hii ardhi, sasa nimeamini hii ardhi ni yangu. Wewe unatakiwa kuamini, lakini unatakiwa tena kuendelea kufanyaje? Kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kumbe pia ndio na watu nasema maombi ndio kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tuna maana umeamini, lakini pia unaendelea kwenda kufanyaje? Muomba Mungu kutokana na kile ambacho ulikiamini kwamba kitatokea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nakaribisha swali la mwisho. Karibu mtumishi. Mimi labda hapo tu niongezee kidogo. Mimi kwa ufahamu wangu ni kwamba mimi ninapojua Yesu hana mafunuo ya aina moja, kwamba maji ni maji au yaani pale kuna anaweza inatokana na mafunuo anayopatia Yesu kwamba hapa nitumie maji, hapa nitumie chumvi au nitumie kitu gani kufuatana na imani. Kwa hiyo sasa kuna watu wengi yani wanatumia kama ni maji ni maji. Sasa hapo sijajua kwa sababu ninajua yani
Yesu hata kama ukiangalia miujiza aliyofanya, hakufanya miujiza aina moja. Alitumia kitu fulani, akatumia kitu fulani kutokana na imani aliyokuwa. Kwa ufahamu wangu. Amen. Tunashukuru tumishi kwa kutuongezea kitu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kumbe damu ya Yesu ilifanya fidia ya kila kitu katika maisha yetu. Na ndio maana mtumishi wa Mungu anakuambia, kuna mtu anakuambia halilipa deni langu kwa gharama ya mauti, msamaha wa dhambi niliupata Kalvari. Alilipa.